Natumaini mtazamaji wa Zone Media unaendelea vizuri kabisa na buheri wa afya. Hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea Tel Aviv nchini Israel ambayo inamhusu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo usiku wa kuamkia leo, yani hapo jana, aliweza kuhutubia taifa la Israel na ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na mustakabali mzima wa hatua za kuweza kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza baada tu ya Hamas kutangaza kuachia mateka wote, kukubaliana na hoja za Rais wa Marekani Donald Trump, hoja 20 za kuweza kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Ambapo hapo jana Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alizungumza kwamba mateka wote wa Israel wataachiwa katika siku chache zijazo. Nimekuandalia taarifa hapa dhidi ya hotuba yake. Taarifa inasema kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa mateka wote wa Israel walioko Gaza wataachiwa huru katika siku chache zijazo, akisema kuwa hatua hiyo imewezekana kutokana na shinikizo la kijeshi na diplomasia dhidi ya kundi la Hamas. Akizungumza kwa njia ya televisheni katika hotuba maalum kwa taifa, Netanyahu alisifu mpango wa amani uliotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump, akisema kuwa Israel iko ukingoni mwa mafanikio makubwa ya kihistoria, na nukuu moja ya sehemu ya kauli yake: "Natumaini kwamba katika siku chache zijazo tutaweza kuwarejesha nyumbani mateka wetu wote wakati wa sikukuu ya Sukkot," alisema waziri mkuu huyo. Aliendelea kwa kusema kwamba mwanzoni mwa vita baadhi ya maafisa wetu walikuwa na shaka kama tutaweza kumrejesha hata mmoja akiwa hai, lakini sikukata tamaa, mwisho wa nukuu. Mpango wa amani wa vipengele 20 uliotangazwa na Rais Trump unalenga kusitisha vita na kuanzisha mchakato wa amani wa kudumu kati ya Israel na Palestina. Katika awamu ya kwanza ya makubaliano hayo, Hamas inatarajiwa kuachilia mateka wote ndani ya saa 72, wakiwemo takriban 25 waliokufa wakiwa matekani, huku Israel ikiwaachilia wafungwa 250 wa Kipalestina waliokuwa wakitumikia kifungo cha maisha, pamoja na wafungwa wengine 1700 waliokamatwa tangu vita kuanza. Trump alisema amemwambia Netanyahu kwamba hana chaguo zaidi ya kuunga mkono mpango huo, na nukuu, "Nilimwambia bibi, hii ni nafasi yako ya ushindi, hana chaguo," Trump aliiambia tovuti Axios. Katika taarifa aliyoandika kwenye mtandao wake wa Truth Social, Rais huyo wa Marekani alionya Hamas dhidi ya kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano hayo, na nukuu, "Hamas lazima itekeleze haraka, vinginevyo makubaliano yote yatafutika. Sitavumilia ucheleweshwaji wowote." Kwa mujibu wa gazeti la Wall Street Journal, tawi la kisiasa la Hamas lililoko Doha limeonyesha utayari wa kuunga mkono mpango huo, lakini viongozi walioko Gaza wakiongozwa na Izz al-Din Haddad wanasisitiza kubaki na silaha za kujilinda, ingawa wako tayari kuachia makombora. Baadhi ya makamanda wa Hamas wameeleza ugumu wa kuwanyang'anya silaha wapiganaji wachanga waliopoteza familia zao katika vita. Netanyahu amesema kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF litaendelea kuwepo ndani kabisa ya Gaza wakati wa utekelezaji wa mpango huo, na kuongeza, na nukuu, "Hamas italazimika kujihami ama kwa njia rahisi ama kwa njia ngumu," mwisho wa nukuu. Hata hivyo, baadhi ya mawaziri wa mrengo wa kulia katika serikali ya Netanyahu wamepinga mpango huo. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema chama chake kitajiondoa serikalini iwapo baada ya kuachiliwa kwa mateka wote Hamas itaendelea kuwepo. Licha ya upinzani huo wa ndani, Netanyahu ameahidi kuendeleza makubaliano hayo hadi mwisho, akisema ni sehemu ya harakati ya kidiplomasia iliyogeuza kabisa hali ya vita. Huku familia za mateka wamefanya maandamano makubwa katika miji kadhaa ya Israel ikiwemo Tel Aviv na Beersheba, zikihimiza wanasiasa kutozuia makubaliano hayo. Einav Zangeruk, ambaye mwanawe Matan alishikiliwa na Gaza, alisema kuwa "Hatujawahi kuwa karibu hivi. Najua kadri tulivyokaribia, Ben-Gvir, Smotrich na Netanyahu watatafuta njia ya kuhujumu nafasi yetu ya kuwakumbatia wapendwa wetu tena," mwisho wa nukuu. Ujumbe wa Israel unatarajiwa kushiriki mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Hamas mjini Cairo kuanzia Jumatatu, yakihusisha ujumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff na Jared Kushner, mkwe wa Rais Trump. Waziri Mkuu Netanyahu alihitimisha hotuba yake kwa kusema kuwa mafanikio ya jeshi la Israel yataandikwa kwenye historia, na nukuu, "Mashujaa wa ADF wamepambana kwa ujasiri na kupitia nguvu ya kijeshi na diplomasia tumefikia hatua ambayo hakuna aliyedhani ingewezekana."
Mwisho wa nukuu. Hatua hizi za waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kukubaliana na kueleza wazi kwamba wako mbioni kwa ajili ya utafutaji suluhu katika ukanda wa Gaza zinaashiria kile ambacho amekizungumza hapa kwamba mateka wote watakwenda kuachiwa tangu kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 13 hapo katikati. Mateka wote wa Israel watakwenda kurejeshwa kutoka mikononi mwa Hamas na kurudishwa katika taifa la Israel. Huku ni hatua ambayo imechukuliwa kama ni hatua chanya siku zote na kuonekana kwamba amani sasa katika ukanda wa Gaza inakwenda kurejea kama ambavyo amani ilikuwepo katika miaka ya nyuma. Kufuatia mapigano ambayo yamedumu takribani kwa miaka miwili hadi hivi sasa, yameleta madhara makubwa sana, huku vifo vya zaidi ya watu 66,000 vikiripotiwa na mamlaka za afya za Gaza, lakini vile vile majeruhi zaidi ya 172,000 wakiripotiwa kutokana na mashambulizi ambayo Israel imeyatekeleza katika ukanda wa Gaza kwa ujumla. Israel hivi sasa imesitisha mashambulizi yake na operesheni zake katika Gaza City, huku ikilenga zaidi kuweza kusikiliza na kuheshimu makubaliano hayo, ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kama ni mshindi na shujaa ambaye ameweza kutafuta suluhu katika ukanda wa Gaza ambao kwa muda mrefu ulionekana ni kama kitendawili kwa sababu ya mapigano ambayo yalikuwa kirindima karibu usiku kucha. Kufuatia hatua hizi madhubuti kabisa ambazo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezionyesha, lakini bado kumekuwepo kuna msuguano mkubwa katika serikali ya Benjamin Netanyahu, huku mawaziri wengine kama Itamar Ben-Gvir akitishia kuondoa chama chake katika serikali ya Israel kwa ajili ya kuwa na hofu kwamba endapo mateka watarudi basi Hamas itazidi kuendelea kuwepo, na yeye anataka kwamba Hamas isiwepo kabisa katika ukanda wa Gaza. Swali la kawaida ni kwamba ikiwa Israel itakwenda kukubaliana na Hamas kusitisha vita, lakini kila kitu kwa katika mpango wake, swali linakuja, je, Hamas silaha zote watazikabidhi kama ambavyo wamesema kwamba Hamas wasalimishe silaha? Jambo linaloonekana hapa ni kizungumkuti kikubwa. Cha msingi tu Israel kama ilivyopanga kupitia IDF kwamba itahakikisha usalama kwenye baadhi ya mipaka yake na Gaza, lakini pia itahakikisha makubaliano yote katika vipengele 20 vya pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump yanakwenda kutimizwa, huku Trump akionya kwamba Hamas haitakiwi kuweza kuchelewesha kuachia mateka wote 72. Hivyo ili kuweza kuleta amani basi wanatakiwa kuweza kutii hayo mapendekezo ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuyotoa. Na kwa kutokutii, Trump amesema kwamba makubaliano hayo yanaweza kufutika kabisa na mwisho wa siku vita vikazidi kuendelea. Sasa mtazamaji, kuna vitu vingi sana utakwenda kuvifahamu dhidi ya taarifa hizi ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa, lakini nikusihi tu kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.